أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema Sayyidina Ahmad al-Islam akieleza fadhila za Qurani tukufu, sehemu moja anasema ya kwamba mlango wa fadhila na baraka zake uwazi daima dawamu, na katika kila zama inaendelea kutoa nuru yake kama ilivyokuwa ikitoa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha yeye anasema huu ni ukweli ya kwamba waislamu wengi wameacha Qurani tukufu, lakini hata hivyo nuru na baraka za Qurani tukufu na athari zake daima ziko hai na za kudumu. Hivyo mimi wakati huu nimetumwa kama ushahidi wake, na Mwenyezi Mungu daima katika nyakati zao ameendelea kuwatuma waja wake ili kumhami na kuisaidia dini yake, kwani yeye alikuwa ametoa ahadi ya kwamba inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, hakika sisi tumeyateremsha mawaiza haya, yani Qurani tukufu, na hakika sisi ndio tuyalindao. Basi katika zama hizi Mwenyezi Mungu amemtuma mtumishi mkweli wa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili kusambaza Qurani tukufu na kuilinda Qurani tukufu, na amemfundisha maarifa ambayo yalikuwa yamefichika kwa watu. Kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu ametiririsha chemchem ya fadhila za Qurani tukufu. Shabaha ya ujio wake ni kusimamisha utawala wa Qurani tukufu duniani tu, lakini kwa bahati mbaya mashekh wa kijina tangu mwanzoni mwa madai yake wameendelea kumpinga, na hii ndiyo shabaha yao hasa, na hawataki kusikiliza hoja na jambo lenye mantiki, na wanaendelea kuwapotosha watu wa kawaida. vile vile wenyewe wamekosa elimu na maarifa, lakini mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya kazi hii wanaendelea kuleta vizuizi katika njia yake, na wanazani ya kwamba kwa kufanya hivyo wanaitumikia Qurani tukufu. Nchini Pakistan katika nyakati tofauti maulama hawa wanaendelea kufanya hivyo na kuchukua hatua za aina hiyo, na baadhi ya wanasiasa na viongozi wa serikali wenye kutafuta umaarufu wa kijina pia wanaungana nao, na wanajumuia wanaendelea kuteswa kwa kutumia uzuru mbalimbali. Tangu muda mchache uliopita watu hawa kwa mara nyingine tena wanaendelea kujenga kesi za kuvunja heshima ya Qurani tukufu na kuibadilisha zidi ya Waahmadia. Mwenyezi Mungu atusalimishe sote kutoka shari yao, na wanajumuia ambao katika tuhuma hiyo ya kizalimu
watu hawa wamewakamata, mwenyezi mungu awaandalie haraka mpango wa kupata uhuru. Kwa vyovyote vile, kama nisemavyo ya kwamba katika zama hizi ni nuru ya mafundisho ya masihi maula islam pekee inayotupasha juu ya elimu na maarifa za qurani tukufu, na ni jumuiya ya ahmadia pekee inayofanya kazi hii katika dunia nzima. hat masihi maud alah islam kuhusu azma, umuhimu, daraja na cheo cha qurani tukufu, mambo ya maarifa aliyoyaeleza katika hutuba zake na kwenye maandiko yake, na ametupatia. Leo mimi nitayaeleza yote. hat masihe maud alah ssalam sehemu moja akieleza kuhusu ukamilifu wa mafundisho ya qurani tukufu anasema ya kwamba dini yangu ndiyo hii ya kuwa qurani tukufu ni kamili katika mafundisho yake na hakuna ukweli uliopo nje yake, kwani allah mwenye shani anasema ya kwamba nazalna alaika lkitaba tibyanan lekule shain, yani tumekuterimshia kitabu kielezacho kila kitu. Na kisha anasema ma faratna fil kitabe min shain, yani hatukupuuza kitabuni kitu chochote. Lakini pamoja nayo anasema ya kwamba pamwe na hayo, hii pia ni itikadi yangu ya kuwa kutoka kurani tukufu kutatua maswala yote ya kidini na kwa mujibu wa matakwa ya allah kupata uwezo wa kujua na kuelewa maelezo yake si kazi ya kila mwenye kufanya juhudi na shekhe. Kila mmoja hakupewa kipaji hicho ya kwamba yeye aeleze maelezo yake na tafsiri yake na kwa kutafakari sana atafute na alete lulu za elimu na maarifa yake, bali alisema bali hii hasa ni kazi ya wale ambao kwa kupitia wahyi wa allah wawe wamesaidiwa chini ya utume au uwali. Hivyo kwa ajili ya watu wa namna hiyo ambao kwa sababu ya kukosa ufunuo na ilhamu hawawezi kupata uwezo wa kujipatia elimu na maarifa ya qurani tukufu, ndiyo njia iliyonyoka ya kwamba wao bila kuamua kufanya hivyo wakubali mafundisho yake ambayo yamewafikia kwa kupitia suna. huzur anasema kwamba wapo mufasirini wengi ambao allah hakuwapa kipaji hicho na hakuwapa elimu. Basi hii ni kazi yao, kwamba wale ambao ni mufasirini wa zamani na ni watukufu ambao walikuwa watu wenye kukanyaga uchamungu, maimamu wetu wa zamani ambao wameandika maelezo ya Qur'an tukufu, wafuate mafundisho yao na badala ya kutoa nukta zisizofaa wajitahidi kufuata elimu ya Qur'ani tukufu na watende ipasavyo. Alisema na watu walio nawarishwa na nuru ya wahi na wamo katika kundi la illa almutaharun, kwa ajili yao hakuna shaka ya kwamba hii ndiyo njia ya allah ya kuwa yeye katika nyakati mbalimbali anaendelea kuwafungulia elimu na maarifa za qurani zilizofichika. Watu walio waja makhsus wa allah, mwenyezi mungu anaendelea kuwafungulia elimu nzito za qurani tukufu, na jambo hilo yeye anathibitisha juu yao ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa kamwe mafundisho ya ziada. baadhi ya watu wanasema katika hadisi amesema hivi na vile, lakini mwenyezi mungu anapojalia elimu na maarifa ya qurani tukufu, hiyo inatuambia ya kwamba mtume saa salam hakusema jambo lolote ambalo ni nje ya qurani tukufu. Alisema bali katika hadisi sahihi kuna maelezo ya qurani tukufu. Basi kwa kusoma hadisi hizi muujiza wa qurani tukufu unafunguka zaidi. Hadisi zipo na ndani yake zinapatikana ishara ambazo zinaeleza maelezo ya aya mbalimbali. Hivyo kwa kusoma hadisi hizi mada ya Qur'an tukufu inafunguka zaidi juu yao, na alisema pia ukweli wa aya hizi zilizobayana unafunguka juu yao na unakuwa wazi juu yao, kama asemavyo allah ya kwamba hakuna kitu kilicho nje ya Qur'an tukufu.
katika zama hizi mwenyezi mungu amemtuma hat masihi maula islam ili yeye atupatie elimu na maarifa ya qurani tukufu. kisha akieleza jambo hili ya kwamba njia ya awali ya muongozo ni qurani tukufu, hat masihi maula islam anasema dini yangu ndiyo hii ya kwamba kuna vitu vitatu ambavyo kwa ajili ya muongozo wenu allah amewapatieni. awal ni qurani tukufu ambamo kuna zikri ya tauhidi na jalali na azma ya allah, na ambamo hukumu imetolewa kuhusu hitilafu ambazo zilikuwa zikipatikana kwa mayahudi na wakristo, kama vile hitilafu na kosa ya kuwa isa bin maryam aliuawa kwa kusulubiwa na yeye akapata laana na hakunyanyuliwa kama manabii wengine walivyonyanyuliwa, yaani kama ilivyo nadharia ya mayahudi ya kwamba mwenyezi mungu hakumjali had isa ukaribu wake na upendo wake. allah alisema kwamba tuhuma hiyo ni batili, na pia alisema kwamba alisema ya kwamba imekatazwa katika qurani tukufu ya kwamba nyini min ghairi ya allah msiabudu chochote, msiabudu binadamu wala mnyama wala jua wala mwezi wala nyota wala sababu yoyote nyingine wala nafsi yenu. katika qurani tukufu allah ametukataza kufanya ushirikina wa kila aina na ameeleza wazi hivyo nyini muwe na tahadhari na msichukue hatua yoyote zidi ya muongozo wa qurani tukufu na mafundisho ya allah. mimi nakuambieni kweli kweli ya kwamba mwenye kuvunja hata amri moja ndogo katika amri 700 za qurani tukufu, basi yeye kwa mkono wake anafunga mlango wake wa wokovu. hakika qurani ndiyo iliyofungua njia za wokovu wa kweli uliokamilika, na baki yote ni kama vivuli vyake. kwa hiyo someni qurani tukufu kwa kufikiri na ipendeni sana, kupenda ambako hamjakipenda chochote. sababu ni kama alivyoniambia mwenyezi mungu katika ilhamu. mungu ameniambia kwa ufunuo kwamba alkhairu kulluhu fil quran, heri zote zimo katika qurani tukufu tu. na haya ndiyo kweli. ole kwa wale ambao wanatanguliza juu yake vitu vingine. hakika qurani tukufu ni chemchem ya kufaulu kwenu na wokovu wenu wote. hapana haja yoyote katika haja za dini yenu ila mtaipata katika qurani tukufu. qurani tukufu ndio itakayosadikisha au kukazibisha imani yenu siku ya kiama, na min ghairi ya qurani tukufu hapana kitabu kingine chini ya mbingu kinachoweza kuwaongozeni bila ya njia ya qurani tukufu. mtu ambaye haya ni mafundisho yake na mtu ambaye awasihi waumini wake, je, yeye anaweza kuleta mabadiliko katika qurani tukufu? watu hawa wanapaswa kutumia akili yao. kisha alisema mwenyezi mungu amewafanyeni hisani kubwa kuwapeni kitabu kama qurani tukufu, na waambieni kweli kweli ya kwamba kitabu mlichosomewa lau kama wangalisomewa wakristo basi wasingali angamia, na neema hii na mwongozo huu mliopewa nyini lau kama wangalipewa mayahudi badala ya taurati, baadhi ya madhehebu yao wasingalikataa siku ya kiama. basi muienzi neema hii mliopewa. hii ni neema ipendwayo sana na ni hazina kubwa. lau kama isingekuja qurani tukufu, dunia yote ingalikuwa sawa na kipande kichafu cha nyama. qurani tukufu ni kitabu cha mwongozo ambacho mbele yake miongozo yote mingine si kitu chochote. alisema kwamba mletaji wa injili alikuwa roho mtakatifu aliyezwihiri kwa sura ya njiwa ambaye ni ndege mnyonge na dhaifu.
hiyo inayosemwa kwamba jibril alah salam alikuja juu ya isa bin mariam katika sura ya njiwa. Alisema kwamba huyu ni ndege dhaifu, hata paka anaweza kumkamata. Kwa hiyo wakristo wakaendelea siku baada ya siku kuanguka katika shimo la upotevu, wala hawakubakiwa na wema wa rohoni. Na hali ndiyo hii ya kwamba idadi inayopigwa chapa inasema kwamba wakristo wengi wanaendelea kukataa ukristo na wanaendelea kuacha ukristo kwa sababu wanakosa ruhaniyat katika dini yao. Na hii ni bahati mbaya kwa waislamu kwamba ijapokuwa kurani tukufu ipo, lakini kuto kuifuata hawanufaiki nayo. Na mtu ambaye mwenyezi mungu amemtuma ili kusambaza elimu na maarifa, waislamu hawa wanamkataa. Anasema kwamba kwa kuwa msingi wa imani ya wakristo ulikuwa juu ya njiwa, lakini roho mtakatifu wa kurani amezihirika katika sura yenye cheo kikubwa kilichojaza mbingu na ardhi kwa nuru yake. Basi yule njiwa anawezaje kufanana na maonyesho makubwa haya ya roho mtakatifu wa kurani tukufu ambayo yametajwa katika kurani? Pia kurani tukufu inaweza kumtakasa mtu katika wiki moja tu. Mtu akifuata kikamilifu katika wiki moja, kurani inaweza kumtakasa. Yani kurani tukufu inaweza kuwafanyeni kama manabii. Yani kama nini, msiikimbie. Yani mkifuata mafundisho yake kikamilifu na mufuate amri zake zote, basi mtu anaweza kupata rangi ya manabii. Ni daraja kubwa ambayo kwa kupitia baraka za kurani tukufu mtu anaweza kuifikia. Alisema kwamba ni kitabu kipi isipokuwa qurani kilichowafundisha wasomaji wake dua na kimewatumainisha ya kwamba ihdina sirata almustaqim sirata lazina anamta alaihim, yani utuongoze katika njia za neema zile zilizoonyeshwa kwa watu wa kwanza waliokuwa manabii na mitume na maswidik na mashahidi na maswale. Basi anasema kwamba jiimarisheni maazimio yenu, wala msikatae mwito wa kurani tukufu, kwani kurani inataka kuwapatia neema zile zilizopewa watu wema wa zamani. Na alisema kwamba njia ya pili ya mwongozo ni suna ya mtume saa salam, na njia ya tatu ya mwongozo ni hadisi ambazo zilikusanywa baada ya kupita muda wa miaka zaidi ya 100. Sharti ni ya kwamba hadisi hizi zisiwe kinyume cha kurani tukufu na suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akisihi kuhusu kuiheshimu kurani tukufu, hatmasihi maud alah salam anasema watu watakao iheshimu kurani tukufu wataheshimiwa huko mbinguni. Katika maelezo yake alisema kwamba kuna mafundisho muhimu kwa ajili yenu, ya kwamba msiache kurani tukufu kama kitu kilichoachwa, humo mna uzima wenu. Watu watakao iheshimu kurani tukufu wataheshimiwa huko mbinguni. Msijitenge na qurani tukufu na msiache kuifuata. Isije ikawa hivi kwamba msiifuate, musome na musome bila kukosa na mufuate nasaha zake, kwani watu watakao iheshimu qurani tukufu wataheshimiwa huku mbinguni. Watu ambao wataitanguliza qurani juu ya kila hadisi na kila kauli watatangulizwa huko mbinguni. Kwa ajili ya wanadamu katika ardhi hii hakuna kitabu chochote isipokuwa quran, na kwa ajili ya wanadamu wote hakuna mtume wala mwombezi isipokuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo mufanye juhudi ya kwamba mumpende mtume huyo mwenye jalali upendo ulio kweli, na msimtangulize mtu yote juu yake, ili muhisabiwe huku mbinguni katika watu waliopata wokovu. Na kumbukeni ya kwamba wokovu si kitu kitakachozihiri baada ya kifo chenu, bali wokovu wa kweli ni ile ambayo katika dunia hii inadhihirisha nuru yake. Mtu anapokuwa na imani imara katika dunia hii, mwanga wake unadhihiri juu yake, na mtu anakuwa tayari kupambana na kila aina ya zulma, na mfano wake
wa juzi juzi ni ule ulioonyeshwa na ndugu zetu wa burkina faso waliouawa shahidi. Anasema kwamba mwenye kupata vukovu ni nani? Yule ambaye ana yakini ya kwamba mwenyezi mungu ni mkweli na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwembezi kati yake yeye na viumbe wote, na chini ya mbingu hakuna mtume mwenye martaba mwenye daraja yake, na chini ya mbingu hakuna kitabu chenye daraja isipokuwa quran, na kwa nabii yote mungu hakutaka kwamba abaki hai isipokuwa mtume huyu yu hai na yu mzima. Yeye amebatilisha tuhuma nyingine kwamba mungu apishe mbali. Sisi tunavunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuhusu qurani tukufu kwamba qurani tukufu ni khatamul kutub, anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyin na qurani tukufu ni khatamul kutub. Sasa hakuna kalema au swala inayoweza kupatikana hivyo chochote ambacho mtume amesema au ametuonyesha kwa kufanya na chote kilichomo ndani ya Qur'an tukufu. Kwa kuacha yote mtu hawezi kupata vukovu. Atakaye viacha hivi ataingia katika jahannamu. Hii ndiyo dini yetu na itikadi yetu. Lakini pamoja na hayo ikumbukwe ya kwamba kwa ajili ya umati huu mlango wa mukhatabat na mukalimat uko wazi. Mwenyezi Mungu anaongea na waja wake na mlango huu uko wazi na haujafungwa, na mlango huu ni ushahidi juu ya ukweli wa Qur'an tukufu na juu ya ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ajili yake Mwenyezi Mungu ametufundisha dua katika sura al-Fatiha ya kwamba ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim, ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim. Sawa, alisema ya kwamba kwa ajili ya njia ya anamta alaihim dua aliyotufundisha, kwa ajili ya njia ya anamta alaihim dua aliyotufundisha, humu kuna ishara ya kupatikana ukamilifu wa manabii, na ni dhahiri ya kwamba ukamilifu ambao manabii walipewa ulikuwa ni ukamilifu wa maarifa ya Allah, na neema hii walikuwa wameipata kwa kupitia mukalama na mukhatiba. Hivyo nini pia muendelee kutamani neema hiyo. Basi kwa ajili neema hii muwaze kwamba Qur'ani tukufu inatoa mwongozo wa dua hii, lakini matunda yake si chochote. Sasa je, hakuna mtu wa umati huu ambaye anaweza kupata matunda yake? Upande mmoja mnafanya dua hii, Mungu anasema nini mufanye maombi kwamba muweze kufikia daraja hiyo, na daraja hizi zinaweza kupatikana. Lakini anasema kwamba ni jambo la ajabu ya kwamba, na hali hii ni ya ajabu ya Waislam kwamba Mungu amewafundisha dua hii, na kisha watu hao wanasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kupata daraja hiyo, na katika umati huu hakuna yote ambaye anaweza kufikia daraja hiyo. Alisema kwamba na wamefunga mlango huu hadi siku ya kiyama. Sasa niambieni ya kwamba je, kwa itikadi hii fedheha ya Islam na mtume itathibitika au sifa itathibitika? Nini mnatuletea tuhuma halafu mtu ambie kwamba nini mnafunga mlango huu na Mungu amefundisha dua hii, lakini hata hivyo nini mnafunga mlango wake? Sasa nani anavunja heshima ya Islam? Alisema mimi nasema kweli kweli ya kwamba mtu ambaye ana itikadi hii yeye anazalilisha Islam na yeye hakuelewa kiini cha sheria. Katika maksudio ya Islam jambo moja lilikuwa hili ya kwamba mtu asiseme kwa ulimi tu wahdahu la sharik, bali kwa hakika aelewe na asiwe na imani ya kufikirika juu ya pepo na jahannamu, bali katika dunia hii apate uhakika wake, yani awe na mema ambayo kwa kupitia kwayo maisha yake yawe mfano wa peponi, na mazambi ambamo watu washinzi wamejiingiza yeye apate wokovu kutoka kwake. Alisema hilo lilikuwa ni kusudio lenye shani la Islam, na ndiyo kusudio hasa na ni kusudio tukufu ambalo hakuna kaumu inayoweza kuonyesha mfano wake katika dini yake. Kusema mtu anaweza kusema, lakini ni nani awezaye kuonyesha mfano wake?
basi leo waumini wa hatmasihe maud alah ssalam wanapaswa kufikia kiwango hicho. Wanapaswa kuiambia dunia wale ambao wanaleta fatwa za ukafiri juu yetu, kuna haja ya kuwaonyesha ya kwamba wahamadia hawategemei visa vya zamani tu, bali wana imani na yakini kwamba hata katika zama hizi pia fadhila za mwenyezi mungu zinashuka juu ya wale wanaoamini kitabu chake kitakatifu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na wanayakini juu ya jambo hili ya kwamba mwenyezi mungu anaongea na waja wake. kisha masihi maula salam anasema mwenyezi mungu ametujaalia nabii ambaye ni khatamulmuminin, khatamularifin na khatamunnabiyin, na pia aliteremsha kitabu juu yake ambacho ni jamiul kutub na khatamul kutub. mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni khatamun nabiyin, na juu yake utume umekwisha. utume huo haukwisha hivi kama vile mtu ammalize mwingine kwa kukaba koo yake. jambo hilo halina ufahari wake, bali maana yake ndiyo hii ya kwamba ukamilifu wote wa utume umefikia tamati katika zati yake, yaani ukamilifu mbalimbali ambao kuanzia adam hadi masih ibn maryam manabii walikuwa wamepewa. mwingine akapewa ukamilifu mwingine na mwingine akapewa ukamilifu mwingine. sifa hizi zote zilijumuishwa katika zati ya mtume saa salam, na yeye akawa khatamanabiyin, yani mbora wa manabii. na hivyo ndivyo mafundisho yote na naswaha na maarifa zilizokuwa zikipatikana katika vitabu mbalimbali zikaja kumalizika katika Qurani tukufu, na hapo Qurani tukufu ikawa khatamul kutub. kisha anasema kwamba neno la khatamun nabiyin ambalo limetumika kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam lenyewe linataka, na katika neno hilo hilo imeendikwa ya kwamba kitabu kilichoshuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia kiwe khatamul kutub na kiwe na sifa zote njema ndani yake. na kwa hakika sifa hizi zinapatikana ndani yake, kwani hii ndiyo kanuni ya kawaida ya kalame ilahi, ya kwamba jinsi mtu huyo anavyokuwa na nguvu tukufu na ukamilifu ambaye kalamu ya allah inashuka juu yake, kalamu ile inakuwa na shani ile ile. nguvu tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake za ndani zilikuwa na daraja za juu, na daraja hizi hazikupatikana kwa mtu yote mwingine wala hazitapatikana katika siku za usoni. ni ukamilifu wenye daraja ya hali ya juu ambao haujawahi kutokea na haujawahi kupatikana kwa mtu yote mwingine. mungu apishe mbali wanaleta tuhuma juu yetu kwamba sisi tunasema kwamba masihi mwislam ni mkubwa kuliko mtume saa salam. mungu apishe mbali, na sisi tunavunja heshima ya mtume saa salam. baada ya maneno hayo, je, mwenye akili na mwenye kupenda uadilifu anaweza kusema hayo kwamba wahamadia wanavunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam? alisema kwamba hivyo kurani tukufu pia ina daraja ya hali ya juu kuliko vitabu vyote vilivyotangulia, na hakuna kitabu ambacho kimepata daraja hiyo, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam nguvu yake tukufu ilikuwa imezidi kuliko wote, na daraja zote zilikuwa zimefikia tamati katika zwati yake, na alikuwa amefikia kwenye daraja ya hali ya juu. hivyo kurani tukufu ambayo ilishuka juu yake imefika kwenye ukamilifu wake. kama vile kamilifu zote za utume zimefikia tamati katika zati yake, vivyo hivyo kamilifu zote za muujiza zimefikia tamati katika kurani tukufu, na ye akawa khatamun nabiyin na kitabu chake kikawa khatamul kutub. alisema kwamba vitu ambavyo vinaweza kupatikana katika muujiza wa kalamu, kwa namna zote kitabu hicho kimefikia daraja yake. yaani sababu zinaweza kutokea za kuonyesha kwamba kitabu fulani ni kikubwa na ni kizuri, yote yanapatikana humo kwa njia. yani tunapoangalia kwa fasaha na balagha au utaratibu wa mada zake au mafundisho yake au kwa msingi wa mafundisho yake yaliyokamilika na matunda yake, hata tuone kwa namna yote iwayo
tunaona ukamilifu wa kurani tukufu na muujiza wake unathibitika. Na ndiyo sababu ya kwamba kurani tukufu haikuomba mfano makhsus, bali imeomba mfano wa kawaida kwamba njoni, yani imeomba mfano wa kawaida kwamba njoni mushindane na kurani tukufu kwa njia yote iwayo, hata kama kwa njia ya fasaha na balagha. Yani njoni mushindane na kurani tukufu kwa namna yote iwayo. katika kurani tukufu mada zote zinapatikana, yani fasaha na balagha na maksudio yake na mafundisho yake na bishara zake na mambo yake ya ghaibu, ilmuradi kila kitu kinapatikana ndani yake, na huu ni muujiza kwa namna zote. kisha alisema katika majlis nyingine ya kwamba jambo hili si jambo la kusahau ya kwamba kurani tukufu ambayo ni khatumul kutub kimsingi si mjumuiko wa visa. Watu ambao kwa msingi wa kutokuelewa na kwa kuficha haki wamesema kwamba kurani tukufu ni mjumuiko wa visa, wao hawakupata sehemu kutoka asili inayotambua haki na maarifa. Waila kurani tukufu imevifanya visa kuwa falsafa, yani visa ambavyo imeeleza kwa maana hii kwamba ile ni falsafa, ndani yake kuna somo, kuna elimu. Alisema kwamba hii ni hisani yake kubwa juu ya vitabu vyote na juu ya manabii wote, kwamba kurani tukufu imevifanya visa vyao kuwa falsafa. waila leo watu wangecheka juu ya mambo yao. Na hii ni fadhila ya allah ya kwamba katika zama hizi zenye elimu, pale ambapo mambo yanaendelea kupata maendeleo, yeye ameanzisha silsila moja ili kuonyesha elimu za mbinguni na haki na maarifa. Wapo wamahiri wa elimu mbalimbali, wanasayansi. Dunia inaendelea kupata maendeleo na tahakiki zinaendelea kufanywa. kwa ajili yake yeye ameanzisha silsila moja, na hatmasihi mwaislam kwa kupata elimu kutoka kurani tukufu na kutoka mafundisho yake ameeleza hayo yote ya kwamba kivipi sayansi na dini inaendana kwa pamoja. Alisema kwamba vitu ambavyo vilikuwa havina umuhimu katika zama za Fajr Awaj zaidi ya visa tu, na katika zama hizi za sayansi watu walikuwa wakicheka juu yake. yani katika zama zenye giza na ujinga, maulama moja walikuwa wakionekana katika Islam. wakati ule mambo haya yalikuwepo na watu walikuwa wakicheka, wanasayansi walikuwa wakicheka kwamba hiyo ni nini. Lakini Mwenyezi Mungu kwa kumtuma yeye ameeleza maelezo yake na tafsiri yake na jinsi alivyoeleza mambo yake na maarifa yake. Alisema kwamba kurani tukufu imeeleza yote katika sura ya falsafa. Hivyo waislamu wanapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye katika zama hizi sawa na ahadi yake kwa ajili ya kueleza mafundisho sahihi ya kurani tukufu amemtuma mtu wake ambaye akafutulia mbali tuhuma zote za kijinga zilizokuwa juu ya mafundisho ya Islam. Kisha jinsi alivyokuwa akiona umuhimu wa kuiamini kurani tukufu na kuitii, na alikuwa na imani kwamba hii ni sehemu ya imani yake. Akieleza maelezo yake anasema ya kwamba mimi naona ya kwamba kujitenga na utii wa kurani tukufu na utii wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama kukosa imani. hii ndiyo itikadi yangu ya kwamba mwenye kuiacha hiyo hata kidogo ni mtu wa jahannamu. Kisha alisema kwamba itikadi yangu hiyo nimeieleza katika hutuba zangu na katika vitabu vyangu takriban 60 kwa uwazi, na mchana na usiku ninakuwa na wazo hilo hilo. Alisema ya kwamba wapinzani wetu wanaleta fatwa za ukafiri juu yetu. Kama wanasikiliza jambo fulani kutoka kwetu, basi uadilifu unawataka ya kwamba wao wakiwa na hofu ya Allah wangetuuliza kwamba wewe umesema jambo hili au la.
na kama wewe umesema basi hilo haliendani na islam, hivyo utoe ufafanuzi wake. Lakini hapana, alisema kwamba watu hawa hawajali kitu chochote isipokuwa nia yao ni kuleta fatwa za ukafiri tu. hivyo yote niliyoyaeleza nimeeleza chini ya mwanga wa islam na qurani, na ndiyo itikadi yangu, na sawa na itikadi hiyo sisi tunatenda matendo yote. kisha akieleza ya kwamba kurani tukufu na kanuni ya kudra vinaendana kwa pamoja, anasema kwamba kurani tukufu ina mafundisho matakatifu yaliyokamilika yanayolea kila tawi la mti wa binadamu, na kurani tukufu haitoi msisitizo juu ya jambo moja tu, bali mara inatoa mafundisho ya msamaha. sharti ni kwamba kutoa msamaha kuwe na mantiki na hikima ndani yake, na mara inasema kwamba mkosefu apewe adhabu. mara inatoa mafundisho ya msamaha na mara inatoa mafundisho ya kuwapatia wakosefu adhabu. hivyo kurani tukufu ni sura ya kanuni ya mwenyezi mungu ambayo ipo mbele ya macho yetu. jambo hili lina mantiki kwamba kauli na amali ya allah viendane kwa pamoja. yaani jinsi tunavyoona amali ya mungu katika dunia hii, ni muhimu kwamba kitabu chake pia kieleze mafundisho yake. katika kanuni yake tunaona kwamba mara mungu anatoa msamaha na mara anawapa wakosefu adhabu, na hiyo ndiyo usuli ambayo inatakiwa kupatikana katika mafundisho ya kidini, inatakiwa kupatikana katika kitabu cha dini na ipo katika kurani tukufu, inapatikana katika kurani tukufu. alisema sio maana kwamba kutoka amali jambo jingine lizuhiri na kutoka kauli jambo jingine lizuhiri. katika amali ya mungu tunaona kwamba sio maana kwamba daima anawatendia watu kwa msamaha tu, bali saa nyingine anawapatia wakosefu adhabu, na habari hizi zinapatikana katika vitabu vilivyotangulia. mungu wetu si mungu aliyempole pekee, bali ni mwenye hikima na adhabu yake ni kubwa. kitabu kitakatifu na kweli ni kile ambacho kinaendana na kanuni ya kudra yake, na kauli ya allah iliyo kweli ni ile ambayo si kinyume cha amali yake. sisi hatujawahi kushuhudia ya kwamba mwenyezi mungu ameendelea kuwatendea watu wake kwa msamaha tu na hakuwapatia adhabu. na hata saa hizi pia kwa ajili ya watu wachafu mwenyezi mungu kwa kupitia kwangu ametoa bishara kuhusu tetemeko kali ambalo litawaangamiza. huu ni muda ambapo alikuwa ametoa bishara ya kutokea kwa tetemeko. kisha anasema katika dunia hii ni kurani tukufu pekee ambayo imezuhirisha dhati na sifa za mwenyezi mungu sawa na kanuni ya kudra yake inayopatikana katika dunia hii ambayo imenukushiwa katika asili ya binadamu. mungu wa wakristo anapatikana katika nyaraka za injil tu, na mtu ambaye injil haijamfikia yeye hana habari kuhusu mungu. lakini mungu ambaye kurani tukufu inaeleza habari zake, mtu mwenye akili anamjua. hivyo mungu mkweli ni yule ambaye kurani tukufu inaeleza hali yake. wanaoishi duniani na wenye kuamini dini yoyote, hata wapagani pia, kwa kuona hali ya dunia wanayakini kwa kiasi fulani kwamba mungu yupo, na wengi sawa na dini yao ya kikabila wanayakini. alisema kwamba mwenyezi mungu wa qurani ni mungu ambaye ana udhihiri mwenyewe na si kama wakristo wanavyofanya. mungu ambaye ushahidi wake unatolewa na asili ya binadamu na kanuni ya kudra. dini ya kweli ni ile ambayo katika zama hizi inathibitisha kwamba mungu anasikiliza na kuongea. ilmuradi katika dini iliyo kweli mwenyezi mungu kwa kupitia mukalama na mukhataba anatoa habari kuhusu uwepo wake. kumtambua mungu ni kazi ngumu sana, na si kazi ya mahakimu na wanafalsafa kwamba wamtambue mungu, kwani kwa kuona mbingu na ardhi hii inathibitika kwamba
muumba anapaswa kuwepo, lakini hii haithibitiki kwamba kwa hakika muumba huyo yupo. Hivyo tofauti iliyopo kati ya anatakiwa kuwepo na yupo ni zwahiri. Hivyo Qur'an tukufu ndiyo inayodhihirisha kuhusu uwepo wake na inaonyesha ya kwamba mwenyezi mungu yupo, na hakuna kitabu chini ya mbingu ambacho kieleze kuhusu uwepo wa mwenyezi mungu. Kuhusu zati ya mwenyezi mungu katika Qur'an tukufu shahidi zinapatikana. Kisha akieleza ubora wa Qur'ani juu ya Injili na vitabu vingine vya kidini, anasema kwamba Qur'ani tukufu ni muujiza ulio kamili na ulio hai, na muujiza wa kalam ni muujiza ambao hauwezi kuwa wa zamani katika zama zozote na hauwezi kuisha. Miujiza ya musa alah salam kama leo tutake kuiona iko wapi? Je, kwa mayahudi fimbo ile ipo na katika fimbo ile kuna nguvu ya kubadilika katika nyoka na kadhalik. Hivyo miujiza yote iliyotokea kwa manabii mbalimbali, pamoja nao miujiza ile pia ilikwisha, lakini miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni miujiza ambayo katika kila zama inapatikana na iko hai. Sasa miujiza hii ni hai, na jambo hili linatoa ushahidi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume aliye hai, na maisha ya kweli ndiyo maisha ambayo amejaaliwa yeye na hakuna mwingine aliyejaaliwa. Mafundisho yake ni mafundisho yaliyo hai ambayo matunda yake na baraka zake zinapatikana katika zama hizi ambazo zilikuwepo miaka 1300 iliyopita, na hakuna mafundisho mengine ambayo yapo mbele yetu, mafundisho ambayo mwenye kuyatenda aweze kudai kwamba baraka zake na matunda yake na fadhila zake amepewa yeye na ye amekuwa ayatullah. Lakini sisi kwa fadhili ya allah tunaona mfano wa baraka, matunda na athari za mafundisho ya Qur'an tukufu katika zama hizi, na athari hizi na fadhila hizi zinazopatikana kwa kumfuata mtume saa salam tunazipata katika zama hizi. Hivyo mwenyezi mungu ameanzisha silsila hii ili silsila hii iwe shahidi juu ya ukweli wa islam na ithibitishe kwamba baraka zile kwa kumfuata mtume saa salam zinazwihiri ambazo zilikuwa zikizwihiri miaka 1300 iliyopita. Hivyo hadi leo mamea ya nishani zimekwisha uzwihiri, na masihi salam katika baadhi ya vitabu ameeleza nishani hizi kwa kuindika, na kila siku inayopatikana katika jumuiya inatoa ushahidi juu ya jambo hili ya kwamba bishara hizi alizozitoa zinaendelea kutimia. Kisha masihi maud alah salam anasema kwamba mimi nimewaita viongozi wa kila kaumu na kila dini kwamba waje kushindana nami na waoneshe nishani ya ukweli wao, lakini hakuna aliyejitokeza ili aweze kuonesha mfano wa ukweli wa dini yake. Sisi tunaamini kwamba kalamu ya allah ni muujiza uliokamilika, na madai yetu na yakini yetu ndiyo hii kwamba hakuna kitabu kinachosimama mbele yake. Mimi nasema kwa nguvu zangu zote ya kwamba wao waeleze amri yote ya Qur'an tukufu ambayo katika sehemu yake ni nishani na muujiza. Kwa mfano, angalini mafundisho yake ambayo ni muujiza, na mafundisho haya yameendana na nizamu ya mwenyezi mungu na asili ya binadamu, na hakuna mafundisho yanayoweza kusimama mbele yake. Mafundisho ya Qur'ani tukufu ni mafundisho yaliyokamilika, na mimi kwa kuweka mbele yenu kipengele kimoja cha mafundisho yake nathibitisha kwamba mafundisho ya Qur'ani tukufu yana daraja ya juu na ni muujiza. Alisema kwamba mafundisho ya Taurati, yani mafundisho ya Taurati yametoa msisitizo juu ya kulipiza kisasi kama vile jicho kwa jicho na jino kwa jino, na upande mwingine mafundisho ya Injil usisitizo wake wote ni juu ya na subira na kuvumilia. Na pia imeelezwa kwamba mtu akikupiga juu ya shavu lako moja, basi ugeuze shavu lako la pili kwake.
na akikupeleka maili moja mbele uende naye maili mbili, akikomba shati umpatie kanzu. na katika kila mlango kwenye mafundisho ya torayat na injil mtaona jambo hili kwamba torayat inachagua kipengele cha ifrat na injil inachagua kipengele cha tafrit, lakini kurani tukufu inatoa mafundisho yenye hekima na mafundisho ya katikati. hivyo mnaposoma mafundisho ya kurani tukufu mnaweza kuelewa kwamba kurani tukufu inatoa masomo sawa na wakati, ijapokuwa tunakubali kwamba kitovu cha mafundisho yote ni kimoja, lakini hakuna mwenye kukataa ya kwamba katika taurat na injil kila kitabu kimetoa msisitizo juu ya kipengele kimoja kimoja, lakini kurani tukufu imetoa mafundisho ambayo yanaendana na asili ya binadamu. hivyo kusema kwamba kwa kuwa taurat inatumia ifrat hivyo haitokani na allah, jambo hilo si sahihi. torayat imetoka kutoka kwa allah. jambo la kweli ni ya kwamba sawa na haja za wakati ule mafundisho ya namna hiyo yalikuwa hayakufaa, na kwa kuwa torayat na injil zilikuwa zikihusika na muda maalum na zama maalum, yaani mafundisho ya katikati tuliyopata saizi wakati ule katika zama zile yalikuwa hayafai, na wakati ule mafundisho ya taurat yalikuwa yakifaa. na kwa kuwa taurat na injil zilikuwa kwa ajili ya zama zile tu, zilikuwa makhsus kwa watu wale, hivyo katika mafundisho yale vipengele vingine havikuzingatiwa. lakini kurani tukufu kwa kuwa ilikuwa kwa ajili ya dunia nzima na watu wote wa dunia, hivyo ikaja na mafundisho ambayo yalikuwa sawa na asili ya binadamu. na hiyo ndiyo hikma, kwani maana ya hikma ni kwamba wazusha fi mahalihi, yani kutumia kitu fulani juu ya wakati wake. hivyo hikma hii kurani tukufu ndio iliyotufundisha. torayat kama nilivyoeleza ilikuwa ikitumia ukali na ilikuwa inaongeza nguvu ya kulipiza kisasi, na injil inatoa msisitizo juu ya msamaha usiofaa. kurani tukufu imetoa mafundisho ya katikati ikisema kwamba jazau sayiatin sayatun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu alallahi. faman afa wa aslaha fa ajruhu alallahi, na malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao, lakini anayesamehe kwa nia ya kusuluhisha basi ujira wake ni juu ya allah. sayidina ahmad alah salam alithibitisha ubora na uzuri wa kurani tukufu juu ya dini zingine zote kwa ushujaa na ujasiri, na wakati ule katika nchi yake ilikuwa serikali ya wazungu na kanisa ilikuwa na nguvu. hata hivyo yeye akatoa changamoto iliyo wazi kuhusu ubora wa kurani tukufu na hakupata hofu yoyote, kwani yeye alikuwa ametumwa na mwenyezi mungu, ambaye mwenyezi mungu alikuwa amemtuma katika zama hizi katika utumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa amemtuma ili yeye asambaze mafundisho ya islam. na hicho ndicho tunachoshuhudia kwenye vitabu vyake na mafundisho yake, na ni kitu ambacho jumuiya ya ahmadia inaendelea kukisambaza mbele. na wenye kuleta tuhuma juu ya ahmadiyat wanasema kwamba waahmadia wanabadilisha kurani tukufu na wanavunja heshima yake. kisha akieleza umuhimu na haja ya kurani tukufu anasema ya kwamba kuna dalili kubwa juu ya haja ya kurani tukufu, ndiyo hii ya kwamba vitabu vyote kabla ya kurani tukufu kuanzia kitabu cha musa hadi injil vinahutubia wana wa israeli tu, na vinasema kwa maneno yaliyo wazi kwamba miongozo yao si kwa ajili ya watu wote bali ni kwa ajili ya wana wa israeli tu. lakini shabaha ya kurani tukufu ni kusuluhisha dunia nzima, na imewahutubia watu wote, na imesema kwamba kurani imeshuka kwa ajili ya wanadamu wote, na shabaha yake ni kufanya islah ya watu wote.
na katika mafundisho ya quran na taurat kuna tofauti kubwa. Kwa mfano taurat inasema kwamba msimwage damu na quran pia inasema kwamba msimwage damu, na inaonekana kwamba amri hii imejirudia katika qurani tukufu, lakini hiyo haiko, bali amri ya taurat inahusika na wana wa israeli na inawakataza wana wa israeli kumwaga damu, na amri hii haihusiki na watu wengine, lakini amri ya qurani tukufu inahusika dunia nzima na inawakataza wanadamu wote kumwaga damu. vivyo hivyo katika amri zote za qurani tukufu shabaha yake hasa ni kusuluhisha watu wote wa dunia, na shabaha ya taurat ni kuhusu wana wa israel pekee. kisha alisema kwamba dai hili la mapadre ni batili, ya kwamba qurani tukufu imeleta kitu gani kipya kuhusu tauhid na amri zake, kitu ambacho kilikuwa hakikupatikana katika taurati. mtu kwa kuona taurat atapata udanganifu kwamba tauhid inapatikana katika taurat, na pia kuna habari za amri za ibada na haki za binadamu. hivyo kuna kitu gani kipya kilicholetwa na qurani tukufu? Lakini mtu atakayepata udanganifu ni yule ambaye asipofanya tafakur kuhusu qurani tukufu. iwe wazi ya kwamba jinsi qurani tukufu inavyoeleza tauhidi, alama zake nishan zake hazipatikani kwenye taurat. qurani inatuambia kwamba tauhid sio jambo hili tu kwamba sisi tuepukane na ibada ya masanamu na wanadamu na wanyama na vitu vingine, bali tauhid ina daraja tatu. daraja moja ni kwa ajili ya watu wa kawaida ambao wanataka kupata wokovu kutoka ghadhabu ya allah. daraja ya pili ni kwa ajili ya watu makhsus ambao wanataka kujenga uhusiano na allah, yani uhusiano makhsus. na daraja tatu ni kwa ajili ya wale ambao ni khawasul khawas, ambao wanaweza kupata ukaribu wa hali ya juu. daraja ya kwanza ya tauhid ndiyo hii kwamba mtu asifanye ibada min ghairi ya allah, na kila kitu kilichopo juu ya ardhi au huku mbinguni aipukane na ibada yake. na daraja ya pili ya tauhidi ndiyo hii kwamba katika biashara zake na biashara za wengine aelewe kwamba mwenye kuleta athari na wakweli ni mwenyezi mungu, na asitegemee sababu za dunia. kwa mfano kusema kwamba kama zaid asingekuwepo ningepata hasara fulani, au kama bakar asingekuwepo mimi ningeangamia. huu pia ni ushirikina ambayo ni kinyume cha tauhidi. kama mtu aseme maneno hayo kwa nia hii ya kwamba wategemee zaid na bakar tu, huu pia ni ushirikina. na aina ya tatu ya tauhidi ni ya kwamba mtu ajimalize katika dhati ya mwenyezi mungu. sasa tauhidi ya namna hiyo inapatikana wapi katika taurati? vivyo hivyo katika taurat hakuna habari za pepo na jahannam, labda kutakuwa na ishara tu. na vivyo hivyo katika taurati hakuna habari kuhusu sifa kamili za mwenyezi mungu. kama katika taurati ingekuwepo sura fulani kama vile inapatikana katika qurani tukufu kwamba kul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, labda wakristo wangejizuia na ibada ya watu. vivyo hivyo katika taurat daraja za haki hazikuelezwa kikamilifu, lakini qurani tukufu imeeleza kwa 100%. kwa mfano inasema inna allaha yaamuru biladli walihsani wa itai zil qurba, yani mungu anatoa amri kwamba nini mufanye uadilifu, na zaidi ya hayo mufanye hisani, na zaidi ya hayo muwatumikie watu, muwahudumie. kama vile mtu anamhumidia mwingine kwa jaziba ya ndani, yani muwahudumie wanadamu, na hiyo itokane na jaziba yenu, na musiwe na nia ya kufanya hisani kama vile mama mzazi anavyotendea kwa mtoto wake. vivyo hivyo katika taurati kuhusu sifa za allah hoja hazikuthibitishwa na akili, lakini qurani tukufu imethibitisha kwa hoja zenye akili, na ikieleza kila mjadala kwa njia ya falsafa imewarahisishia watafutaji wa haki kuelewa. na hayo yote yanapatikana ndani ya qurani tukufu,
na hakuna mwenye uwezo wa kujenga hoja juu ya uwepo wa mwenyezi mungu, hoja ambayo isiwepo ndani ya kurani tukufu. Na pamoja na hayo kuna dalili kubwa juu ya ubora wa kurani tukufu, ndiyo hii ya kwamba vitabu vyote vilivyotangulia kuanzia kitabu cha musa hadi injil vinawahutubia wana wa israel na kaumu makhsus, na vinasema kwa maneno wazi kwamba miongozo yao si kwa ajili ya faida ya watu wote, bali ni kwa ajili ya wana wa israel tu. Ilhali shabaha ya qurani tukufu ni kurekebisha dunia nzima na haikuhutubia kaumu makhsus, bali inasema wazi kwamba imeshuka kwa ajili ya watu wote na shabaha yake ni kuwarekebisha wote. Kuna nukuu zingine kuhusu fadhila na daraja na cheo na ubora wa qurani tukufu ambazo nitazieleza katika siku za uso. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.